Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuanze katika kaunti ya Tana River ambapo serikali imesema itatoa kwa lazima silaha zote zinazomilikiwa kinyume cha sheria katika kaunti hiyo ya Tana River iwapo mkataba wa amani uliowekwa baina ya jamii mbili zinazozozana utavunjwa. Kamishna wa kaunti hiyo Joseph Mwangi amesema japo utulivu umeshuhudiwa kwa muda sasa baada ya kamati ya usalama kutoa makataa ya siku 60 ya kurejeshwa kwa silaha haramu, serikali ingali inasisitiza jamii kuishi na kutumia rasilimali kwa pamoja, haswa wakati huu eneo hilo linaposhuhudia hali ya kiangazi. Aidha, kamishna huyo pia ameagiza kitengo cha DCI kuwakamata mara moja wazee wanaotatua visa vya ubakaji na mauaji kupitia njia za kijamii. Communities need to coexist one another. Sisi wote ni wadamu, tuvumiliane, tushauriane, and they have promised me themselves, they have sworn they will never fight. Kama kuna issue watakuwa wanakaa chini wanaongea wao wenyewe. Tumekubaliana tutaleta amani, tunaweka ile silaha mbaya chini, kama ni mkuki tumeweka chini, kama ni bunduki tunaweka chini, kama ni mchale tumeweka chini. Tunaongea na vijana wetu walete amani kama sub-county yote mbili ili maafa asitokee tena mara nyingine. Tangu juzi Regional Commissioner vile amekuja baka wa sasa hakuna kitu yote, shida yote imetokea, na sasa tumemaliza wiki moja, na sasa hii tunatarajia izidi na kuelekea hivyo, na ile mabunduki ama silaha ambao walikuwa naye tutarudisha kulingana na vile maagizo ya serikali imesema. Wanaume wetu tunawasihi ya hii jamii mbili, mweke silaha chini, mudumishe amani, kwa sababu tunateseka pakubwa sana. Sisi kama kina mama ndo tunakuwa wakimbizi, tunatoroka na watoto, tunatoroka na mifugo, tunashindwa tutaenda wapi. Kwa hivyo tafadhalini sana, ninawasihi kama mama, kama dada yenu, kama bibi yenu, mweke silaha chini, tufuate yale tumeagizwa na serikali.